Ejo, mambo vipi mtazamaji na msikilizaji wa Juice African Story. Leo tunazungumzia tukio lililotokea Bangkok, Thailand, ambapo wanawake 16 waliokamatwa kutokana na tuhuma za kushiriki katika biashara ya ukahaba. Tukio hili limegusa watalii, raia wa kigeni na limeanzisha mjadala kuhusu usalama wa wanawake katika miji mikubwa. Bangkok, jiji lenye maisha ya usiku yenye mwanga, limejulikana kwa baa, sehemu za burudani na sehemu za usiku, lakini pamoja na vivutio hivyo, baadhi ya maeneo ya usiku yamekuwa na shughuli haramu. Polisi wa Bangkok wamekuwa wakifanya msako dhidi ya biashara haramu ya ukahaba, hususan maeneo kama Sukhumvit na Patpong, ambapo wanawake wanauzwa kushirikishwa bila hiari yao. Waliokamatwa ni wanawake 16. Polisi walibaini kuwa wote si raia wa Thailand. Hapa kuna muhtasari wa uraia wao: raia 10 wa Tanzania, raia 5 wa Kenya, raia 1 wa Vietnam. Wanawake hawa walikamatwa si kwa kosa la kuwa wanawake, bali kwa sababu walihusishwa na mitandao ya biashara haramu ambayo inakiuka sheria za Thailand. Sababu za kukamatwa: kwa mujibu wa polisi, sababu kuu za kukamatwa ni kushiriki katika public solicitation, kutangaza na kutoa huduma za ngono mitaani bila kibali, ushirikiano na wanasheria na wafanyabiashara waliokuwa wakitumia wanawake hao kuendesha biashara haramu, uwezekano wa usafirishaji wa binadamu na kushirikiana na vitendo vinavyohusisha human trafficking. Wote waliokamatwa walipelekwa kwenye kituo cha hifadhi kwa uchunguzi wa kisheria, huku baadhi yao wakitarajiwa kupelekwa kwa taratibu za uhamiaji, ikiwemo uwezekano wa kufukuzwa nje ya Thailand. Hatua za kisheria na matokeo. Hali hii inafuatia sheria za Thailand ambapo hazikubali biashara ya ukahaba waziwazi, wakati wanawake hawa hawakuwa na makosa ya kuwa wake wa usiku. Kuwepo kwa ushirikiano na mtu mwingine au kuanzisha biashara haramu kuna waweka hatarini kisheria. Serikali ya Thailand inahakikisha usalama wa wanawake na kudhibiti biashara haramu, huku ikitoa hifadhi na msaada wa kisaikolojia kwa waliokamatwa. Tukio hili la Bangkok linatufundisha kuwa miji mikubwa inaweza kuwa na vivutio, lakini pia changamoto za usalama na sheria. Kwa wanawake waliokamatwa, hii ni nafasi ya kupata msaada na kuanza maisha mapya. Jina langu mimi naitwa Juice Danger. Unaweza kunifollow pia Instagram, natumia Juice Danger TZ.